Mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani yashindikana. Iran imesema Alhamisi kwamba duru inayofuata ya mazungumzo ya nyuklia na Marekani imeahirishwa baada ya Oman, ambaye ni mpatanishi, kusema hiyo ni kutokana na ucheleweshwaji wa vifaa, na hivyo wakati huu mazungumzo hayo yameshindikana. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Tammy Bruce, amesema mjini Washington kwamba wanatarajia kuwa na duru nyingine ya mazungumzo hivi karibuni baada ya duru ya 4 ambayo ingetakiwa kufanyika siku ya Jumamosi kuahirishwa. Iran na Marekani wameripoti hatua zilizopigwa kwenye mazungumzo hayo yaliyofanyika Jumamosi 2 mfululizo tangu Aprili 2. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Ismail Baqei, aidha amethibitisha kuahirishwa kwa duru iliyopangwa kufanyika Rome siku ya Jumamosi kwa kuzingatia pendekezo hilo la Oman. Tarehe mpya zitapangwa kulingana na makubaliano ya pande hizo mbili. Hata hivyo, kulingana na waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio, anasema Iran haipaswi wakati huu kuogopa ukaguzi wa nyuklia. Rubio amedai Iran haipaswi kuogopa ukaguzi wa nyuklia, ikiwa ni pamoja na ukaguzi utakaofanywa na wa Marekani. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio aliambia Fox News, na ilikuwa ni siku ya Alhamisi, huku kukiwa na juhudi za kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Duru ya 4 ya mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili ambayo yalikuwa yafanyike mjini Roma siku ya Jumamosi ya kesho yameahirishwa, na tarehe mpya itawekwa kulingana na taarifa zilizotolewa na Marekani na pia afisa mkuu wa Iran aliyeambia Reuters siku ya jana Alhamisi. Na hivyo wakati huu mazungumzo hayo ambayo yanaonekana kwenda vizuri, yanaonekana yatasitishwa katika wiki hii na yatapangiwa siku nyingine. Hata hivyo, kuna dalili kwamba mazungumzo hayo yatakuwa mazuri na huenda tofauti kati ya Iran na Marekani katika kipindi hiki zikaondoka kabisa, na inadaiwa kwamba huenda muda ukaongezwa zaidi kama ambavyo Iran imeeleza, licha ya kwamba Donald Trump alitangaza siku 60 pekee. Lakini kutokana na kwamba wanaelewana katika mazungumzo yanayoendelea, uwezekano wa kuongezwa kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo upo kwa kiasi kikubwa. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi naitwa Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati wote, endelea kuwa nasi.